Mtazamaji, tuzungumze jambo moja ambalo tunaweza kutafakari sisi sote kwa pamoja. Nitoe rai yangu kwenu kwamba mambo yote yanayoendelea katika nchi yetu ni vema sana kuna kitu kinaitwa ukweli. Mara nyingi ama mara zote ni muhimu sana kutambua kwamba ukweli ukiuzika, tabia ya ukweli huwa inafufuka. Yaani ukweli ukiuzika huwa unafufuka. Na ukweli unazikwaje? Ukweli mara kadhaa huwa unaambatana na vitu vya watu wanaouzika ukweli kupewa maneno ya kusingizia ama ambayo hayana mantiki. Mfano, tujifunze kwenye hadithi ya kufa kwa Yesu ama kuuawa kwa Yesu na kwenda kuzikwa katika lile kaburi ama pango. Askari waliokuwa wanalinda pale, baada ya Yesu kufufuka, wakapelekewa uongo ambao waliambiwa kwamba mkiulizwa nyie askari kwamba mwili wa Yesu umeenda wapi, au mkiambiwa Yesu amefufuka, waambieni watu kwamba sio kweli, bali kuna watu walikuja kumchukua Yesu ama kuchukua mwili wa Yesu, sisi askari tukiwa tumelala. Sasa tazama ukweli ambapo unaenda kufufukia. Swali: je, askari mnalala mkiwa lindo? Swali la pili: je, kumbe wakati wanakuja kumchukua ama kuuchukua huu mwili wa Yesu, nyie mlikuwa mmewaona? Na kama mliwaona, mlichukua hatua gani? Nadhani unaona hapo mtazamaji namna gani ambavyo ukweli unavyofufuka. Yaani ukweli hata ukiuzika namna gani huwa unafufuka. Lakini kuna namna ya kuishi na watu waongo. Watu waongo, namna ya kuishi nao ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, ni muhimu sana kama taifa, ni muhimu sana kama binadamu, kila mmoja wetu atambue kwamba hawezi kumridhisha kila mtu. Ndio, hapo ulipo hauwezi kumridhisha kila mtu, kwa sababu wewe sio pesa. Na kinachoridhisha kila mtu ni pesa tu, sio binadamu. Kwa mfano, kuna hadithi inasema kwamba kuna mtu alikuwa na mtoto wake, na katika maisha yao kuna siku mtu huyo, baba huyo, alikuwa na punda. Aliamua kuchukua punda na kupanda juu ya punda, yeye pamoja na mtoto wake. Walipokuwa njiani, kuna mtu akawaambia au alisikia maneno wakisema watu kwamba huyu baba pamoja na utu uzima wake wote, na huyu punda mwenyewe ni kama mdogo, watamuumiza punda. Yaani ni bora yeye angekuwa ameteremka, angemwacha mtoto wake juu ya punda. Baada ya kusikia maneno hayo, akaenda mbele kidogo, akashuka, akaendelea na safari. Mbele yake kidogo akakutana na watu wengine, wakasema huyu baba sijui ni mwehu, yaani punda yupo, amemwacha mtoto juu ya punda, yeye anatembea chini. Akaendelea na safari, akaifika mbele kidogo, akaamua kumchukua na yule mtoto pia kumshusha ili watembee wote kwa mguu. Walipokuwa wakitembea kwa mguu, mbele yake akutana na watu wengine wakisema, yaani hawa sijui ni wewe, yaani punda yupo lakini bado wanatembea kwa mguu. Akatafakari kweli kweli. Nadhani mfano huo ambao ni mdogo, nadhani mtazamaji unaelewa nini ninachokisema, kwamba huwezi kumridhisha kila mtu, kwa sababu siku zote kinachoridhisha mtu ni pesa, na wewe sio pesa. Msingi wa jambo langu la leo kuzungumza nawe ni kwamba ni muhimu sana tuendelee kusimama katika ukweli. Ukweli kwa sababu una tabia ya kufufuka. Siku zote, hata wakikuita nabii wa uongo, hata wakikuita wewe ni mtenda maovu, lakini kama si mtenda maovu,
ukweli utafufuka. Lakini wewe kama si nabii wa uongo, ukweli kuna siku utafufuka. Na nchi yetu kwa sasa inahitaji sana watu wa kweli. Na ndio maana hivi karibuni nimesema mwaka huu ni mwaka wa maombi, na si kwa ajili ya kuombea viongozi ambao wanatoa maamuzi, bali ni mwaka wa kufanya maombi kwa ajili ya viongozi waongo, hasa waliopewa nafasi za kuwashauri viongozi na wanawadanganya. Na ikumbukwe, mtu ama watu wanaokuchukia wanafahamiana sana. Anaweza kuwepo mtu anayekuchukia ambaye yupo Katavi, lakini anafahamiana na mtu anayekuchukia ambaye yupo Kagera. Anafahamiana na mtu anayekuchukia ambaye yuko Mtwara. Anafahamiana na mtu anayekuchukia ambaye yuko Dodoma. Anafahamiana na mtu anayekuchukia ambaye yuko Zanzibar. Anafahamiana na mtu ambaye anakuchukia ambaye yuko katika mikoa mbalimbali ama nje ya nchi. Chuki. Zipo chuki zinaonekana kwa namna moja ama nyingine, kitu ambacho hatupaswi kukiendekeza. Chuki zisizokuwa na sababu. Tuliweke taifa letu katika tabasamu, tuliweke taifa letu katika kicheko. Tuwaombee sana viongozi wanaowashauri viongozi wetu, hasa viongozi waongo. Kama wapo viongozi waongo ambao wanawashauri uongo viongozi wetu, tuwaombee sana ili waweze kubadilika, maana wanaweza kuwapotosha viongozi wetu ambao ni watu safi na dhamira zao ni safi. Na siku zote tumeendelea kuangalia, na ndio maana wanasema mtu aangaliwi katika utoto wake, bali katika mwisho wake. Vivyo hivyo hata katika uongozi, kiongozi aangaliwi katika mwanzo wake, bali katika mwisho wake. Inategemeana hapa katikati amekumbana na vitu gani, amekumbana na ushauri wa namna gani. Naamini ipo nafasi kama nchi yetu ya Tanzania, viongozi waliopewa dhamana kubwa hata ndogo pia wakatafakari kwa kina sana, hasa ushauri ambao labda kwa namna moja ama nyingine wanapewa ama wanaitikiwa. Kwa sababu ipo dhana katika nchi nyingi za Afrika kwamba kiongozi anachoona kwamba labda akifanyika hicho kitu fulani, wasaidizi wao mara nyingi utasikia ndio kifanyike hicho hicho. Kitu ambacho ni vyema sana tukatafakari kama nchi, kama taifa, kama wanadamu kamili ambao tunajua kabisa dunia hii ni mahala salama pa kuishi, sio mahala pa mateso kwa baadhi ya watu. Niwakumbushe, ukweli una tabia ya kufufuka hata kama umeuzika. Ndiyo tabia kuu ya ukweli. Hivyo na tuendelee kuwa wakweli katika taifa, lakini kuleta utengamano wa kitaifa, kuleta tabasamu katika taifa, kuleta umoja kamili ambao kila mmoja anafurahia kwamba nchi yetu ya Tanzania ni nchi ya amani na utulivu, lakini haki iwe ndiyo kitu cha kwanza. Kuna kiongozi mmoja aliwahi kusema kwa masikitiko makubwa sana kwamba Waafrika wengi wananunua silaha kwa sababu ya kuua watu wao. Yawezekana ni uongo, lakini kama ni ukweli, basi ukweli una tabia ya kufufuka hata kama umeuzika. Asanteni sana, karibuni kwa maoni yenu katika mambo haya ya ukweli. Je, ni kweli ukweli una tabia ya kufufuka, ama ukweli ukiuzika huwa unakufa moja kwa moja? Karibu mtazamaji.